yangu na kuinulia juu, na kuinulia macho yangu na kuinulia juu, na kuinulia na kuinulia macho yangu na kuinulia juu, na kuinulia macho yangu na kuinulia juu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Bwana kwa siku ya leo, kwa maana Bwana ametupa siku nyingine, na Biblia inasema ya kwamba hii ndio siku ambayo Bwana ameitengeneza na ili tukafurahie kwake. Na kwa hivyo siku ya leo, siku ya kufurahia Bwana, kwa maana ametuweka uhai, ametupatia afya, ametupatia amani, na tuko na sababu nyingi sana ambazo tunaweza angalia katika maisha yetu na tuliabudu jina la Jehova na tuseme ya kwamba Bwana amekuwa Ebeneza mpaka mahali tumefika. Na kwa kweli Mungu amekuwa Ebeneza, amekuwa msaada wetu wa karibu, na katika maisha yetu, katika kila hali na katika kila jambo, tukiona mkono wa Bwana kwa mambo madogo, kwa mambo makubwa katika maisha yetu, tutakuwa na sababu ya kumsifu Bwana, na tutakuwa na sababu ya kumshukuru Bwana na kuliitia jina la Jehova na kuona wema wa Bwana katika maisha yetu. Ile inasema katika kitabu cha Psalms, na wana wa Israeli wakaambiwa waseme ya kwamba Bwana ni mwema kwa Waisraeli. Na kwa hivyo tunaweza sema siku ya leo Bwana ni mwema katika maisha yetu. Amekuwa mwema, amekuwa mwema katika kila jambo katika maisha yetu. Na siku ya leo nataka tuangalie ombi ambalo, ama tuangalie mtumishi wa Bwana ambaye anaitwa Daudi na maneno ambayo alisema katika kitabu cha Psalms 103. Ninataka tuangalie about counting the blessing, ama kuhesabu baraka katika maisha yetu. Tunaishi siku ambazo zimejawa na confusion mingi sana, kwa sababu watu wengi wanaangalia baraka za Bwana na zile vitu tu ambazo wanaweza shika na mikono, na zile vitu tu ambazo dunia inahesabu ni baraka katika maisha. Nao hata watu ambao wako katika ufalme wa Bwana, ambao wameitanishwa na Kristo na wameokoka, bado wanahesabu baraka za Bwana vile dunia inahesabu baraka. Lakini ni vizuri kujua ya kwamba zile baraka ambazo tuko nazo na zile baraka ambazo Bwana ametubariki nazo, zile ambazo zinaonekana vile watu wa dunia ambazo wanahesabu kuwa na gari mzuri, kuwa na maisha mazuri, kuwa na vitu ambazo zinaonekana kuwa na pesa, ni vizuri sana kuwa na hizo vitu, lakini hizo vitu ni bashishi ya zile baraka ambazo Bwana ametubariki nazo katika maisha yetu. Biblia inasema ya kwamba katika hiyo kitabu cha Psalms 103, Daudi alipoangalia zile baraka Bwana amembariki nazo, na akaona ni kama maisha yake, moyo wake ni kama unaenda kusahau yale mambo Bwana ametenda katika maisha yake. Akanenea moyo wake, akaongea na moyo wake, na akapiga moyo wake, moyo wangu usisahau matendo ya Bwana, ama usisahau faida za Bwana, ama zile benefit ambazo Bwana
amekubariki nazo. Na siku zile tunaishi, ni rahisi sana kusahau baraka za Bwana katika maisha yetu. Ni rahisi sana kusahau matendo ya Bwana katika maisha yetu, especially wakati ule mtu anapitia mambo mazito katika maisha yake, wakati ambapo unapitia katika ukosefu, wakati ambao unapitia katika vita, wakati ambapo unapitia hauelewi mambo katika maisha yako, haujui mambo inaendeleaje. Ni rahisi sana kusahau matendo ya Bwana, kusahau yale mambo ambayo Bwana amekufanyia, yale faida, zile faida ambazo Bwana amekupea katika maisha yako. Unaweza yasahau yale mambo. Wakati uko katika giza, unaweza sahau haya mambo. Wakati Yohana Mbatizaji aliwekwa katika gereza na akafungiwa katika gereza, na wakati alikuwa katika ile gereza alisahau ya kwamba yeye ndiye alitangaza Yesu ni nani. Akasahau ya kwamba alikuwa amekuja kutayarisha njia ya Kristo. Alipomwona Yesu akikuja kubatizwa, akatangaza na akasema, muoneni ama mtazame mwana kondoo wa Mungu ambaye atabeba dhambi za dunia. Na wakati alimbatiza Yohana Mbatizaji, akawa alisikia sauti ya Mungu akinena, na akasema ya kwamba huyu ndiye mtoto wangu ambaye ninafurahishwa na yeye. Na wakati Yohana alikuwa katika ile nyumba ya jela, alikuwa kwenye giza, hakuna mtu ambaye angemcomfort, akasahau Yesu ni nani, na akatuma wanafunzi wake waende kwa Yesu wamuulize yeye ni nani, ama wanatarajia mwingine katika maisha yao. Na so ni rahisi sana mtu kusahau matendo ya Bwana, kule Bwana amekutoa, yale amekupigania wakati uko katika shida. Na so katika hii saa ya wanubii ama Zaburi ya 103, ukiangalia kutoka verse 1 mpaka verse 5, Daudi anaongea na moyo wake na anasema hivi: praise the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless his holy name. So anaongea na moyo wake kwanza, na ananenea moyo wake, anaambia moyo wake umsifu Bwana. Ananenea soul yake, ama anaambia moyo wake ukamsifu Bwana. Na akaendelea akasema, na chochote kilicho ndani yangu. So ama anaambia mawazo yake, chochote alicho nacho, chochote kiko ndani yake, mawazo yake, his will. Ananenea hata nafsi yake, anaiambia ikamsifu Bwana, na isisahau matendo ya Bwana, isisahau jina la Bwana, alisifu jina la Jehova. Na chochote ambacho kipo ndani yake anakiambia kikamsifu Bwana. Na ni wakati mzuri, ama kunafikanga wakati katika maisha yetu unanenea moyo wako, kwa sababu maybe moyo wako umefika mahali, nafsi yako imefika mahali, maisha yako yamefika mahali, na unasikia ni kama unasahau matendo ya Bwana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unafika mahali unasikia ni kama umekufa moyo, ni kama hauna hata nguvu
ya kuendelea na safari, lakini wakati huo unasikia ukiwa chini, unaweza nenea moyo wako. So hata mtu huwa anajinenea yeye mwenyewe. Mtu astahili tu kungojea tu watu wengine wakunenee. Kuna wakati mtu ananenea moyo wake, na Daudi huwa alikuwa ananenea moyo wake mara nyingi sana. Wakati Daudi alikuwa katika mji wa Ziklag, na wakati walirudi Ziklag, na wakakuta ya kwamba kuna watu wamekuja wamechoma ule mji, wakabeba vitu zao zote, wakabeba wake zao, na wakabeba hata watoto. Na wale watu ambao walikuwa na Daudi, wanaume 400, wakalia sana, na Biblia inasema ya kwamba walilia mpaka wakakosa nguvu ya kulia tena, kwa sababu ya vile walilia. So si vibaya kulia katika maisha yetu. Wakati unasikia mambo ni kama magumu sana, sio vibaya kulia. Na Biblia inasema wale wanaume, hata kama walikuwa watu wa kupigana vita, hata kama walikuwa watu ambao walikuwa wanajua vita, walilia sana mpaka wakakosa nguvu ya kulia sana. Na Biblia inasema kila mtu kwa nafsi yake, na wakafika mahali wakaona sasa Daudi ni kama yeye amewaletea hayo mambo, na kila mtu akachukua mawe ili wampige Daudi. Hawakuangalia Daudi amepoteza wake zake, amepoteza watoto, na Daudi alikuwa katika stress kubwa, kwa sababu hata Saul alikuwa anamtafuta na ili akamuue. Wale wanaume wakasahau, walikuja kwa Daudi wakiwa chini sana, wakiwa na madeni, wakiwa wanaume ambao walikuwa wamefika mwisho katika maisha yao. Lakini wakati huo, wakati walikuwa chini sana, wakawa wanataka kuchukua mawe ili wampige Daudi na ile mawe. Na Biblia inasema and David encouraged himself, Daudi akajitia nguvu ndani ya Mungu wake, ama akajitia nguvu kwa Mungu wake. Na Biblia inasema Daudi mahali hapa akafika akanenea moyo wake. Hakunenea moyo wake kwa sababu ya ile uoga alikuwa anapitia. Hakunenea kwa sababu alikuwa anaogopa Mungu, lakini ni kwa sababu ya ile confidence alikuwa nayo kwa Mungu, alikuwa nayo kwa Mungu wake. Akanenea moyo wake na akapia moyo wake, moyo wangu msifu Bwana, moyo wangu mshukuru Bwana, moyo wangu muinue Bwana kwa sababu ya yale amekutendea. Usisahau matendo yake. Na so akaambia moyo wake umsifu Bwana, moyo wake umwabudu Bwana na umuinue Bwana. Alikuwa anajaribu kuambia moyo wake, moyo wangu uko na sababu ya kumshukuru Bwana. Hata kama ukikuwa unasikia ni kama hauna sababu ya kumshukuru Bwana, uko na sababu ya kumshukuru Bwana, uko na sababu ya kuimba wimbo wa sifa kwa Bwana na kumwambia Bwana anastahili. Akasema ya kwamba akamsifu Bwana na chochote kilicho ndani yake, na akalisifu jina lake takatifu. Jina la Mungu linabeba attributes za Mungu. Kusema ya kwamba attributes za Mungu ni kusema vile Mungu alivyo. Mungu yeye ni nani?
yeye ni mtakatifu, yeye ni mwenye rehema, yeye ni mwenye hekima, yeye ni Mungu mkuu. Na so akaambia moyo wake umsifu Bwana kwa vile ama uliabudu Bwana for who God is, na kwa yale Bwana ametenda. Ikamsifu Bwana, moyo wake ukamsifu Bwana kwa yale Bwana ametenda. Na kwa kuwa Mungu ni nani katika maisha yake, akamsifu Bwana kwa sababu ya hayo mambo. Na akaendelea kuongea akasema hivi, praise the Lord, oh my soul, and forget not all his benefit. So Daudi aliendelea kunenea moyo wake uendelee kumsifu Bwana, na akapia moyo wake usisahau matendo ya Bwana. Wapendwa, katika maisha yetu tusisahau matendo ya Bwana, tusisahau ukuu wa Bwana. Na ukuu wa Bwana ama matendo ya Bwana, kama vile Daudi alijiencourage ama alijitia nguvu kwa Bwana wakati tunayakumbuka matendo ya Bwana katika maisha yetu, ndio inatupatia nguvu ya kuendelea katika safari. Na jambo la kwanza ambalo aliambia moyo wake ukakumbuke, aliambia moyo wake ukakumbuke, akaambia moyo wake hivi, who forgive all your iniquity. Jambo la kwanza ambalo Daudi aliona Bwana amemtendea kubwa sana katika maisha yake ni Bwana kumsamehea dhambi zake. Wapendwa, kama kuna kitu cha dhamana katika maisha yetu, kama kuna faida kubwa sana katika maisha yetu, tunaweza angalia ni ya kwamba dhambi zangu zimesamehewa. Makosa yale nilikuwa nimeandikiwa, zile dhambi ambazo nilikuwa nimeandikiwa, sasa nimesamehewa hayo makosa. Hiyo ni faida kubwa sana katika maisha yetu. Hilo ni jambo ambalo linaweza tutuma tukamsifu Bwana, tukamshukuru Bwana ya kwamba siku ya leo ile jambo ambalo lilikuwa limeniweka nikawa separated na Mungu, nikawa siwezi kumkaribia Bwana kwa sababu Mungu ni mtakatifu na hakuna dhambi inaweza simama mbele zake. Sasa naweza simama mbele za Bwana, kwa maana damu ya Kristo imenituma nisamehewe dhambi zangu zote. Imenituma sasa nikuwe mtakatifu mbele ya Mungu ambaye ni mtakatifu. Hiyo ni jambo kubwa sana katika maisha yetu. Katika kitabu cha Zaburi 32 Biblia inasema, na kubarikiwa ni yule mtu ambaye Bwana ameondoa makosa mbele yake. Huyo ni mtu ambaye amebarikiwa. Kati ya wale watu ambao wanaweza simama mbele za Bwana, wanaweza simama na waseme wamebarikiwa, ni mtu ambaye makosa yake yamesamehewa, amesamehewa dhambi zake. Sasa Bwana hawezi hesabu makosa katika maisha yake, kwa sababu kama Bwana angehesabu makosa katika maisha yetu, hatuwezi tukasimama hata mbele za Bwana, hatuwezi hata kuwa na courage ya kukuja mbele za Bwana. Lakini kwa sababu tumesamehewa dhambi, Daudi akaangalia, akaona lebi yale makosa amepitia, zile dhambi amepitia, akaona jambo kubwa sana Bwana amemfanyia
ni ya kwamba amemsamehea dhambi zake, na sasa hana judgment juu ya maisha yake, hana deni ambayo anaweza daiwa juu ya dhambi, na deni ya dhambi ni kifo. Na sisi tukikumbuka ya kwamba tumesamehewa dhambi katika maisha yetu, kuna msamaha katika maisha yetu, tunaweza msifu Bwana, kwa sababu mtu akikusamehe kwa sababu ya jambo ambalo umefanya, kwa sababu ya jambo ambalo umefanya, unaweza kuwa ukiwa na deni ya mtu, na huyo mtu akwambie amekusamehea hiyo deni, sasa hautamlipa hiyo deni. Unasikia moyo wako uko na furahi, umefurahi sana wakati mtu anakuambia sasa hiyo kitu usihesabu ni deni tena, kwa sababu nimeiondoa katika maisha yako. Unasikia uko na nguvu, unasikia uko na ujasiri, kwa sababu deni kila wakati unatembea nayo unasikiaga guilty, unasikia uko ashamed. Lakini Biblia inasema, Daudi akasema amesamehewa dhambi zake. Wakati mmoja, wakati tutaapia before the Lord na tujue yale makosa yale ile deni ilikuwa katika maisha yetu, na vile tulikuwa suppose kulipa hiyo deni, tutarisifu jina la Bwana. Wapendwa, katika maisha yako, hata kama huoni mambo mengi, uone ile dhambi ambayo Bwana amekusamehea, unaweza nenea moyo wako na uambie moyo wako, moyo wangu msifu Bwana, kwa maana umesamehewa dhambi. Na Biblia inasema sio dhambi moja, anakusamehea dhambi zote. Zile unaona ni kubwa sana, zile unaona ni kidogo sana, Bwana huwa anatusamehea dhambi hizo zote, hakusamehei dhambi kidogo. Na kwa hivyo siku ya leo unaweza enda ukiwa hauna guilty, ukiwa hauko ashamed katika hakunisamehea dhambi zote, alinisamehea tule tudogo. Lakini unaweza enda ukijua ya kwamba Bwana amenisamehea dhambi zote katika maisha yangu. Juzi nilikuwa naona mtu mmoja alikuwa anaenda kwa street, anaenda akiambia watu Bwana anakupenda ama Yesu anakupenda. Na mtu mmoja wasichana wawili wakamwambia hapana, hanipendi kwa sababu ya jambo fulani ambao huwa ninafanya katika maisha yangu. Lakini huyo mtu akawaambia Yesu anakupenda, na ndio maana alikufa kwa sababu ya dhambi yako. Na siku ya leo naweza kuambia hata hiyo dhambi unaona ni kubwa sana, Yesu alikusamehe na iwezi simama mbele zako. Inaweza kuwa ni kubwa ama ni dogo, na kipawa kikubwa sana Yesu ametupatia ni kutusamehea dhambi zetu. Jambo la pili akasema, ambaye anakuponya magonjwa yako yote. Biblia inasema katika kitabu cha Exodus chapter 15 verse 26, Bwana ndiye anaponya magonjwa yetu yote. So Bwana haponyi magonjwa moja na moja, anaponya magonjwa yetu yote, hata yale yanaonekana kwa wanadamu hayawezekani, hata yale kwa wanadamu yanaonekana hayawezi akapona. Kuna Mungu ambaye anatuponya magonjwa yetu yote. Biblia inasema ya kwamba yeye ndiye anatuponya. Yesu akasema Roho wa Bwana ako juu yangu, kwa maana Bwana amenimwagia mafuta
nikaihubiri injili njema kwa maskini, na akasema nikawaponye ambao wamevunjika mioyo. So Bwana anatuponya physically, anatuponya spiritually. Wakati tuko na magonjwa hata ya emotional, magonjwa ya mental, wakati tuko wagonjwa hata emotionally, Bwana anatuponya. Bwana anakuja anatuponya magonjwa yetu yote. Hakuna kitu ambacho anabakisha. Yale magonjwa yamekuja kutoka kwa adui, zile vidonda ambazo tumewekwa na maadui, zile vidonda ambazo tumewekwa na marafiki zetu, yale magonjwa tumepata hata wakati tuko katika vita za kiroho. Bwana anakuja anaponya magonjwa yetu, anatuweka bandage, anatuponya, kwa sababu yeye ndiye anaponya magonjwa yote katika maisha yetu. So Bwana, tukijua ya kwamba Mungu wetu upendo wake ni kurestore maisha yetu, ni kurestore yale mambo yote ambayo tumepoteza katika maisha yetu, ni kurestore hata afya yetu, ni kurestore kila kitu katika maisha yetu. Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa Yohana akasema, na ninamuombea, alikuwa anaombea mtu alikuwa anaitwa Geas, akasema ya kwamba as you prosper, wakati unaendelea, as you are so prosper that you may be in good health, akawe hata kwa afya njema. Na hiyo ndio makusudio ya Bwana, hiyo ndio furaha ya Bwana, ya kwamba that we may walk kwa afya njema, tukatembee. Bwana akarestore hata ile miaka ambayo imekuliwa na zile afya zetu, akarestore. Na Biblia inasema katika kitabu cha Matthew chapter 9, ukisoma Mathayo 9 kutoka 2 to 7, kuna mtu ambaye Yesu aliponya, ambaye alikuwa amepooza ama alikuwa amepooza katika maisha yake, na Bwana Mungu alimsamehe ama Yesu alimsamehe dhambi kwanza, halafu akamponya. Na so pia inasema ya kwamba kuna siku moja Yesu alikutwa na mwanamke, na yule mwanamke akamwambia amponyee msichana wake, na wakati alimwangalia akamwambia, chakula ya watoto haipewagi mbwa. Naye huyo mama akamwambia, hata mbwa huwa zinakula mabaki ambayo imemwagika. Na ni kusema ya kwamba mkate ama uponyaji ni mkate ambao Bwana anatupatia. So kama uko mgonjwa siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo natangaza uponyaji katika mwili wako, na ninanena ya kwamba Bwana atakupatia afya, atakupatia afya katika mawazo, atakupatia afya emotionally, atakupe afya hata katika physical and spiritual, katika jina la Yesu Kristo. Inasema fazuri, who redeem your life from destruction. So pia inasema ya kwamba Bwana huwa anatuokoa kutoka destruction katika maisha yetu, na katika kila destruction ambayo tunaweza kuwa katika maisha yetu kila siku na kila wakati, kumewekwa mitego ambayo Bwana huwa anatuondoa kwenye hiyo mitego katika maisha yetu, na katika kila hali katika maisha yetu Bwana anatutoa kwenye mitego. Biblia inasema katika kitabu cha Zakaria chapter 9, Bwana akasema
kwa sababu la agano ya damu nitawatoa kwenye shimo la utelezi ama kwenye shimo la uharibifu ambalo wamewekwa. Na siku ya leo Daudi akasema ya kwamba moyo wangu ukamsifu Bwana, kwa maana yeye ndiye anakutoa kwenye shimo la utelezi, anakuredeem from destruction. Na mwanadamu alikuwa ende katika destruction, alikuwa aharibiwe, alikuwa auawe, alikuwa maisha yake yakuwa haina mwelekeo, haina tumaini, haina hata jambo ambalo linaweza lisimamisha. Lakini Bwana akarescue, kulidini kusema Bwana akarescue ama akatoa kwenye destruction. Na kwa hivyo Daudi alipoangalia zile destruction Bwana amemtoa kwake, yale mapito ambayo alikuwa amepitia, kukimbizwa na Saul kila siku na kila wakati, akitaka kuua ama akitaka kumuua, akaambia moyo wake ukumbuke ya kwamba Bwana ndiye anakurescue, Bwana ndiye anakukomboa kwenye kila destruction, kwenye kila uharibifu katika maisha yako. Na so akaambia moyo wake ukamsifu Bwana kwa sababu ya hilo jambo. Jambo hilo lingine akasema crown you with loving kindness and tender mercy. So Bwana ndiye anakufisha, na Biblia inasema anakufisha na kofia la upendo na la huruma katika maisha yako. Watu wengi siku ya leo wanatembea katika maisha yao wakiwa na guilt, wakiwa na guilty, wakiwa ashamed, wakiwa wakifikiria ama wakisikia wakiwa rejected. Wanatembea katika maisha yao wakiona kama wamewekwa kofia ambayo ni ya aibu, kofia ambayo ni ya hukumu katika maisha yao. Lakini Biblia imesema Yesu ama Mungu anatuweka kofia ya upendo, kofia ya huruma, ndio ametufunika nayo katika maisha yetu. Bwana katika maisha yake si kuondoa, anaondoaga. Haletaji aibu, haletaji shame, haletaji condemnation, haletaji judgment, lakini analeta upendo katika maisha yetu. Na tukiangalia msalaba wa Yesu Kristo, tukiangalia Yesu, yale mambo ametenda, yale mambo alitenda, tunaona upendo wa Baba katika maisha yetu. Tunaona vile Mungu anatupenda. Tukimwangalia Yesu, tukiangalia Yesu, tunaona yale mambo yote Yesu alipenda, alifanya, kwenda akipona vipofu, kukaa na wenye dhambi, kufanya mambo mengi, akafufua. Tunaona moyo wa Mungu kupitia Yesu, na tunaona huruma za Mungu nyingi sana katika maisha yetu. Katika maisha yetu tunaona upendo mkubwa sana wa Mungu ambaye anatuonyesha, na tunaweza sifu Bwana, tunaweza nendea mioyo yetu na tuambie moyo wangu ukamsifu Bwana, na usisahau matendo ya Bwana. Tunaona upendo wa Bwana. Mpendwa, Mungu haja kuweka kofia ya aibu, Mungu haja kuweka kofia ya rejection, Mungu haja kuweka kofia ya guilt, lakini amekukrown with loving kindness, na upendo mkubwa sana na huruma na rehema nyingi sana katika maisha yako. Na huyo ndiye Baba yetu katika maisha
jambo hilo lingine akasema ya kwamba who satisfy your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagle. Jambo hilo lingine Daudi akasema ya kwamba Bwana ndiye anaweka wimbo mpya kwa kinywa changu, na ili strength yangu ikawe renewed kama ya tai. Na so